Naam, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aingia kikaangoni sasa. Chama cha Tundu Lissu Chadema chadai fedha zake za ruzuku zinazodaiwa kufikia takriban shilingi milioni 500 za Kitanzania zimezuiliwa na serikali ya CCM. Sasa ofisi ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba imejipata katikati ya shutuma kali, imejipata kwenye balaa zito, huku Chadema ya Tundu Lissu ikitishia kufanya hivi iwapo haitapata pesa hizo haraka iwezekanavyo. Na ujumbe wa mwisho kutoka Chadema kuelekea kwa ofisi ya Waziri Mkuu utakushangaza na kukuacha mdomo wazi. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Maswali sasa yanaibuka baada ya Chadema kulalamika hadharani kuwa zaidi ya shilingi milioni 500 za Kitanzania, fedha za ruzuku ya chama hicho, bado hazijafika kwenye akaunti yake. Chama cha upinzani kinachoongozwa na Tundu Lissu Chadema Tanzania kinasema kuwa pesa hizo ni zake kisheria na zimecheleweshwa makusudi kwa muda mrefu sana, na hivyo kuzua mzozo mpya wa kisiasa ambao unavuta hisia kote nchini. Katikati ya mabishano ni swali rahisi lakini muhimu na zito sana: pesa ziko wapi na kwa nini bado hazijatolewa? Kwa mujibu wa kaimu katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, fedha hizo takriban milioni 500 za Kitanzania zinawakilisha ruzuku ya chama hicho cha upinzani inayohusishwa na uwakilishi wa ubunge wa chama hicho kati ya Juni na Oktoba mwaka 2025. Anasema fedha hizo za ruzuku zilipaswa kuhamishwa na kwamba jitihada za mara kwa mara za kutaka ufafanuzi zimeleta maendeleo kidogo, na hadi wa leo hakuna hata milioni moja iliyofika kwenye akaunti ya benki ya Chadema. Dai hilo zito sasa linazua mjadala mpya hasa katika ofisi ya Waziri Mkuu. Akizungumza na waandishi wa habari leo, John Mnyika alisema Chadema kwa niaba ya Tundu Lissu imeandika barua kadhaa na kuzungumzia suala hilo kupitia njia tofauti, ikiwamo mawasiliano na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Pamoja na jitihada hizo, anasema bado fedha hizo, mamilioni ya pesa, hazijawekwa kwenye akaunti za chama hicho. Kwa Chadema hili si suala la kiutawala tu. Viongozi wa vyama wanahoji kuwa fedha za ruzuku zina jukumu muhimu katika kusaidia shughuli za kisiasa kwa chama, mipango ya shirika, mawasiliano ya umma na shughuli za kila siku za vyama vya kisiasa nchini. Bila rasilimali hizo, wanasema inakuwa vigumu zaidi kufanya kazi ya kawaida ya kisiasa, na hapo ndipo wasiwasi unaongezeka leo. John Mnyika kwa niaba ya Chadema alionya kuwa muda wa ucheleweshaji huo unatia wasiwasi, hasa kwa sababu mwaka wa fedha wa serikali unakaribia mwisho. Kulingana na yeye, kuna wasiwasi kwamba ikiwa suala hilo halijatatuliwa, hatimaye fedha hizo zinaweza kurejeshwa hazina kabla ya chama kupokea kile kinachoamini kuwa kinadaiwa. Uwezekano huo umewatia hofu wanachadema, wafuasi wengi wa Chadema na wafuasi wa Tundu Lissu ndani ya chama hicho cha upinzani. Chama kinahoji kuwa ruzuku si upendeleo unaotolewa na serikali, badala yake ni haki na ni lazima ya kisheria zinazotolewa chini ya mfumo wa kisiasa wa Tanzania kwa vyama vinavyopata uwakilishi bungeni. Kwa sababu hiyo, Chadema wanasema suala hilo litatuliwe haraka iwezekanavyo na kwa uwazi. Lakini kuna upande mwingine wa taarifa hizi. Ofisi ya Waziri Mkuu imejiweka kando na mgogoro huo na kusema haihusiki na kushughulikia suala hilo, licha ya Chadema sasa kutuma ombi hili kwa ofisi ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, ikimtia Mwigulu Nchemba kwenye balaa hili la pesa hizo za ruzuku za Chadema. Akijibu tuhuma hizo, Katibu Mkuu Kiongozi Daktari Jim Yonazi alisema malipo ya ruzuku yapo chini ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na si ofisi ya Waziri Mkuu, licha ya Chadema sasa kumsingizia Waziri Mkuu na kumtaka achukue hatua na hata kumweka kikaangoni Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Jibu hilo sasa hivi kutoka kwa ofisi ya Waziri Mkuu limeongeza mwelekeo mpya katika utata huo. Kwa mujibu wa maofisa wa serikali, ofisi ya Waziri Mkuu haiwezi kuingilia moja kwa moja masuala ambayo ni ya taasisi huru zinazofanya kazi chini ya mamlaka yao ya kisheria. Kutokana na hali hiyo, wanahoji kuwa Chadema iendelee kufuatilia suala hilo kupitia ofisi inayohusika na utawala wa vyama vya siasa. Kutokubaliana huku sasa kumeibua mazungumzo mapana zaidi kuhusu ufadhili wa kisiasa nchini Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa ufadhili wa umma unachukuliwa kuwa sehemu muhimu ya demokrasia ya vyama vingi, kwa sababu unasaidia vyama vya siasa kufanya kazi kwa ufanisi na kushindana ndani ya mfumo wa kisiasa nchini. Mizozo inapotokea kuhusu ufadhili huo, mara nyingi maswali huibuka kuhusu
uwazi, uwajibikaji pamoja na haki, na maswali hayo sasa yanazidi kuongezeka. Baadhi ya waangalizi wanaamini suala hilo linafaa kushughulikiwa haraka iwezekanavyo ili kuepusha mivutano ya kisiasa isiyo ya lazima. Wengine wanahoji kuwa maelezo ya wazi kutoka kwa taasisi zote zinazohusika yangesaidia kupunguza uvumi na kuzuia suala hilo kushutumiwa zaidi kisiasa. Wakati huo huo, wananchi wa kawaida pia wana uzito. Katika majukwaa ya mitandao ya kijamii na vikao vya majadiliano ya kisiasa nchini, Watanzania wamekuwa wakijadili kama malipo ya ruzuku yanashughulikiwa kwa haki na kama mifumo iliyopo inatoa uwazi wa kutosha. Baadhi ya watu wa maoni wametaka kufichuliwa hadharani kwa hali ya ruzuku zote za vyama vya siasa ili kuondoa hali ya sintofahamu. Wengine wanasema mzozo huo unaangazia hitaji la mawasiliano thabiti kati ya taasisi za umma na mashirika ya kisiasa. Wakati wa mzozo pia ni muhimu. Tanzania inaendelea kukumbwa na mijadala mikali ya kisiasa inayohusisha utawala, mageuzi ya uchaguzi, shughuli za upinzani na maswali kuhusu ushiriki wa kidemokrasia. Kutokana na hali hiyo, migogoro ya kifedha inayohusisha vyama vikuu kama upinzani vya kisiasa huenda ikavutia umakini zaidi. Kwa Chadema, suala linakwenda zaidi ya kiasi cha fedha kinachohusika. Viongozi wa vyama wanahoji kwamba kanuni ndio muhimu zaidi. Wanashikilia kwamba chama chochote cha kisiasa kilicho na haki ya kufadhiliwa na umma chini ya sheria ya Tanzania kinapaswa kupokea fedha zake bila kucheleweshwa, kusiko na lazima au vikwazo vya kiutawala. Wakati mjadala huo ukiendelea, wananchi wengi sasa wanasubiri kuona iwapo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa itatoa ufafanuzi wa ziada kuhusiana na hali ya fedha hizo. Mtazamaji, hata hivyo, matokeo hayo yanaweza kuwa na athari si tu kwa Chadema bali hata kwa majadiliano mapana kuhusu jinsi vyama vya siasa vinavyofadhiliwa na kuungwa mkono ndani ya mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini Tanzania. Kwa sasa fedha hizo takriban milioni 500 za Chadema zimesalia katikati ya mzozo unaokuwa wa kisiasa. Chadema inasema bado inasubiri majibu. Maafisa wa serikali wanasema suala hilo ni la kwingine, na wananchi wamebaki wakifuatilia kwa karibu na kwa makini kuona ni nani hatimaye atasuluhisha mgogoro huo, au kuona kama hatimaye fedha hizo takriban milioni 500 zitaweza kuingia katika benki kuu za Chadema. Ni hayo tu mtazamaji niliyojaliwa kukuandalia katika video au ripoti hizi, na kuomba unijuze maoni yako au mtazamo wako upande wa maoni ama upande wa comment chini ya video hii. Unijuze una lipi la kusema kuhusiana na hizi mamilioni haya ya fedha ya Chadema ya ruzuku ambayo yanafaa kutoka kwa serikali kuweza kuzuiliwa, na kwa nini Chadema wameweza kuishutumu ofisi ya waziri mkuu na kuitaka ingilie kati. Na kuacha uwanja huu wa maoni, unijuze mtazamo wako kuhusiana na swala hili. Vile mtazamaji, kumbuka kulike video hii na kusubscribe. Endapo utalike na kusubscribe na kubonyeza alama kengele, kila siku utakuwa kwanza kupokea ripoti au utapokea notification kupitia simu yako kila wakati habari mpya zitaweza kujiri za kisiasa nchini Tanzania. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video au taarifa zetu mpya.